Lakini kabla sijafunga, kiachilia mbali under 13 ya watoto wetu, under 17 ambayo umeiona na under 20 ambayo imefikia hatua ya fainali, msimu huu kwangu nauona ulikuwa msimu mgumu kuliko misimu yote iliyopita. Kumekuwa kuna changamoto nyingi za kimpira. Mimi naamini kuna changamoto ambazo saa nyingine zinakuwa nje ya uwanja, tumeweza kukabiliana nazo, lakini changamoto inapokuja uwanjani tunapata ugumu wa kuona msimu kuwa mgumu. Na msimu huu tumepata changamoto nyingi ndani ya uwanja. Moja, sajili ambazo tumezifanya hazijatupa thamani ile ambayo tunastahili. La pili, tumepata majeraha ya wachezaji wetu muhimu na kuwakosa kwa kipindi kirefu cha msimu. Mwaka huu hatutaki yale yaliyotukuta mwaka jana. Tumefanya usajili kama tulivyofanya ambao mmeuona, kuwapa watoto wa Kitanzania wa kwetu nafasi ya kuitumikia klabu ya Young Africans, lakini pia kwenda kuchagua wachezaji bora wanaotoka kwenye mataifa yao watakaotupa matokeo. Niwaambie binafsi yangu, sijawahi kuwa na msimu ambao nilikuwa sifurahi kuzitazama mechi za Yanga kama msimu uliopita, na naamini Yanga wengi mmepitia hiyo hali. Nasema msimu huu yaliyopita basi hatutajirudia tena. Nataka twende viwanjani tukisupport timu yetu, na wakati tunafanya hivyo wale watoto uwanjani pale na wachezaji bora tuliowasajili watupe kile ambacho Young Africans imekizoea. Si tumezoea mpira raha bwana. Mwenyekiti wangu Alex Mgongolwa anafahamu utamu wa burudani ya Yanga. Nafikiri miaka miwili iliyopita tulikuwa tunatamani mpira usiishe, refari akionyesha bango la dakika 5 za ziada watu wanakasirika kwamba tukitoka hapa tutakwenda wapi. Lakini msimu uliopita tulikuwa tunatamani mpira uishe, si ndivyo? Hatuwezi kukwepa ukweli kama tunataka kuhudumia jambo. Hatukuwa tuna msimu mzuri uliopita, na naamini panapo majaliwa msimu huu tutarudisha furaha na burudani tulioizoea wanayanga. Kuelekea kwenye msimu unaofuata kuna sajili ambazo tumeshazitangaza, na niwahakikishie bado hatujafunga dirisha la usajili. Kuna nafasi ya kusajili tena au kuongeza thamani ya mchezaji mmoja ambaye hamumjui, na mchezaji huyo tutamtangaza hivi karibuni kabla msimu kuanza. Kabla ya kusema hayo ya msimu unaofuata, nachukua fursa hii sasa kualika mataji ambayo tumeyapigania kwenye msimu huu. Tulialikwa Rwanda kwenye mashindano ya Rayon Sports Cup. Naomba sasa nililete kwenu taji la Rayon Sports Cup 2026-2025 iliyofanyika Rwanda. Karibu sana. Hapana. Taji hilo kama mnavyoliona vijana wenu walipigania, tukalibeba msimu uliopita. Asante sana. Tuliweza kuanza msimu kwa taji la ngao ya jamii. Nililete kwenu taji la ngao ya jamii 2025. Karibu. Kuna taarifa moja ninayo hapa. Asante sana. Kuna taarifa moja ninayo, lakini hii taarifa haijanifurahisha sana. Hivi mnaweza mkaamini kuna mtu kaiba ngao ya jamii ya 2025? Wakati tukiwa tunasherehekea paredi yetu ya msimu huu, kuna mtu akapata fursa akaiba taji la 2025. Kwa bahati nzuri taji hili limetengenezwa hapa Tanzania na Mtanzania mwenzetu. Tumewasiliana na mamlaka husika, watatutengenezea taji hilo na watatupa kama replica. Lakini kama kuna mtu analo, jamani turudishieni taji letu.
Taji linashindaniwa uwanjani, taji haliibiwi. Asante sana. Katika msimu wa 25-26 NBC kulikuwa kuna ugumu kidogo, na kama nilivyosema, kwa changamoto ambazo tumezipitia, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweka historia ya kushinda NBC kwa mara ya 5 mfululizo. Tujipigie makofi wanachama wa klabu ya Young Africans kwa mafanikio haya. Naomba niliite sasa taji la NBC la 25-26 ambao litaingia ukumbuni hapa, na kwa heshima na taadhima tusimame kwa kuweka rekodi hii wanachama wa Young Africans. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Taji la 5 linatupa fursa ya kwenda kutafuta taji la 6 kwenye msimu ambao unakaribia kuanza. Na kwa kazi ambayo tumeshaanza kuifanya ya kupika chakula kwa ajili ya msimu unaofuata, panapo majaliwa inshallah, tukikutana hapa next year tutaleta taji letu la 6 na kuweka historia ambayo hakuna mtu ameifikia. Ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, speech yangu imebeba mambo mengi, mwangaza wa wapi tumetoka katika kipindi cha miaka 4 na mpaka hapa tulipofika. Nashukuru tena kwa kamati ya utendaji kwa kunipa ushiriki mkubwa, ushirikiano mzuri, na washukuru sana. Nawatakia kila laheri katika uchaguzi ambao tunakwenda kuufanya. Panapo majaliwa basi mkiweza mkirudi wote nitafurahi zaidi. Lakini pia najua kuna wajumbe wazuri wako huko ambao na nyie mmepata nafasi ya kuisoma klabu yenu na kuijua klabu yenu na kuweka dhamira ya kutaka kuisaidia klabu yenu. Na waomba wanachama wa Young Africans nipate pia nafasi ya kufanya na wanachama wengine wapya katika nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji. Ni haki ya kila mmoja katika taasisi yetu, katika klabu ya Young Africans, kuchagua na kuchaguliwa. Na nataka niwaambie wote ni wanachama wa Young Africans, na mimi kwa nafasi yangu kama rais wa club nitafanya kazi na yoyote mtakayemchagua. Asiwaambie mtu kwamba injinia ana watu wake. Mimi sina watu wangu. Watu wote ni wa Young Africans, na kila mmoja ana haki ya kugombea na ana haki ya kuchaguliwa. Sijawahi kuwa na kundi wala sijawahi kuwa na makundi, na nikiwa kama kiongozi wa taasisi nimewatreat wa viongozi wenzangu, wajumbe wa kamati ya utendaji, kwa heshima na hadhi ya kila mmoja anayostahili kama mjumbe wa kamati ya utendaji. Na hiyo ndiyo thamani inayotufanya tumeishi pamoja miaka 4 bila kusikia mkwaruzano wala kugombana. Na naamini watakaokuja watakuja na spirit hiyo hiyo ya kuunga mkono jitihada za klabu ya Young Africans. Ndugu wanachama, biashara tunayoendesha ya mpira wa miguu ni biashara ya ushindani. Tunapaswa kuwa kitu kimoja tukiwa ndani ili tukashindane tukiwa nje. Hatupaswi kuwa washindani ndani ili kupunguza nguvu zetu. Tukitoka nje tutakuwa tumeshapoteza nguvu za kupambana na washindani wetu. Na hii ndiyo principle ya uongozi wa Young Africans. Tuwe wamoja ndani ili tujenge nguvu ya kuleta mataji yale ambayo tunayoona pale. Kwa hiyo viongozi mnaokuja, mje na spirit hiyo. Asije mtu akafikiria tunatakiwa tugombane sisi ili kuwa kiongozi bora. Tunatakiwa tushikamane ili kuwa na nguvu ya pamoja ya kufikia malengo yetu.